Methali ya Kiswahili husema hakuna maji yasiyo na mawimbi, ikimaanisha kwamba kila mahusiano huwa na changamoto. Lakini pia majuto ni mjukuu, huja baada ya kitendo. Kauli hizi mbili zinaakisi tukio la kusikitisha lililotokea Milwaukee, Marekani, ambapo mwanamke mwenye umri wa miaka 61 aliyejulikana kwa jina la Doris Winters anashikiliwa na polisi kwa tuhuma za mauaji ya mumewe aliyejulikana kwa jina la Erin Winters mwenye umri wa miaka 49 ambaye walikuwa wametengana. Kwa mujibu wa ofisi ya mwendesha mashtaka wa kaunti ya Milwaukee, tukio hilo lilitokea Mei 31 majira ya saa 4:30 usiku katika nyumba ya kupanga waliowahi kuishi wawili hao. Polisi walimkuta Winters akiwa amepigwa risasi mgongoni na kifuani na alifariki papo hapo. Doris anadaiwa kuchoshwa na udhalilishaji wa muda mrefu kutoka kwa mume wake, hasa jina la kahaba alilokuwa akipatiwa mara kwa mara licha ya kuonyeshwa kutoridhishwa kwake. Siku ya tukio, Winters alifika nyumbani kuchukua vitu vyake vilivyokuwa vimebaki, ndipo ugomvi ukazuka na hali ikageuka kuwa maafa. Kwa mujibu wa mashuhuda, Doris alimwambia mtu aliyekuwa naye, "Muondoe hapa kabla sijamuongezea risasi." Polisi walipowasili walimkuta akiwa bado eneo la tukio pamoja na bunduki iliyotumika. Kamera za polisi zilimnasa Doris akisema, "Amenitukana kwa mara ya mwisho na nikampiga risasi. Nimechoka. Najua sikupaswa kufanya hivyo, lakini nimechoka." Waendesha mashtaka wamesema Doris alikiri kumpiga risasi mumewe akiwa amemgeuzia mgongo. Kwa sasa anazuiliwa katika gereza la kaunti akisubiri kusikilizwa kwanza, huku uchunguzi ukiendelea. Je, tukio hili ni matokeo ya hasira za muda mrefu zilizobanwa ndani kwa miaka mingi? Ni somo kubwa kuhusu afya ya akili, maumivu ya moyo na namna chuki na udhalilishaji vinavyoweza kugeuka kuwa janga la maisha? Niambie kwenye sehemu ya comment. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.